Ndiyo mtazamaji wangu wa Sibuka TV, pamoja na kipindi tukipendacho kizuri sana cha Jifunze Biblia, na kukaribisha siku ya leo tena katika kujifunza Biblia, lakini tukiwa tunaendelea kupitia mapitio mbalimbali ya vitabu, hasa vitabu vya historia, na tukipitia maisha ya wafalme, hasa upande ule wa Yuda. Tuliweza kuona habari za maisha ya mfalme Abia, na tena tukaona maisha ya Asa mfalme ambaye alitakiwa moyo wake kabisa ukamilike kwa Bwana. Na sasa tuko kwa mfalme Yehoshafati. Yehoshafati ni mfalme ambaye anachukua habari ndefu kutokea Nyakati wa Pili sura ya 17 hadi sura ya 20 yote, na mstari wa kwanza wa sura ya 21, ikielezea jinsi ambavyo amefariki na amemalizia mwendo wake wa kiutawala. Lakini sura ya 17, 18, 19 na 20, sura takriban 4 zote, 17, 18, 19 na 20, zina habari za Yehoshafati. Kwa tutazipitia, lakini leo tunataka tujifunze jinsi ya kukaza moyo wako kwa Bwana. Yaani kumpenda Bwana kwa moyo wako wote, au kuwa na moyo ulioelekea kwa Mungu lakini ukakazwa ule moyo. Yaani moyo ukagandamizwa kabisa, hata kama ni gundi ya neno la Mungu au gundi ya Roho Mtakatifu, gundi ya maisha ambayo ni ya kiroho, basi unakuta kwamba moyo wako unagandamanishwa na Bwana mwenyewe na moyo wa Bwana. Hicho kitakuwa ni kitu cha msingi sana. Ukiangalia maisha ya Isaya nabii alipomuona Bwana katika ile sura ya 6 na jinsi utakatifu wake ulivyo, basi moja kwa moja maisha yake yaliweza kubadilika, akatamani sana amfanane Mungu wa Israeli. Siku ya leo na kukaribisha sana katika somo letu zuri. Mimi kwa jina naitwa Peter Janes Obala, mwalimu wako siku ya leo katika somo letu zuri la Jifunze Biblia, na kukaribisha katika kipindi hiki. Na mwishoni tena nitajitambulisha, na namba zangu za simu zitaonekana hapo chini katika screen ya TV yetu. Basi hebu tusome moja kwa moja, tuangalie muhtasari wa maisha ya Yehoshafati. Muhtasari unatolewa katika Nyakati wa Pili sura ile ya 20 mstari wa 31 hadi 37, na mstari wa kwanza wa Nyakati 21, Nyakati wa Pili. Basi hapo tunaona ni hitimisho. Lakini Biblia inasema Yehoshafati akatawala juu ya Yuda, alikuwa na umri wa miaka 35 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 25 huko Yerusalemu, na jina la mamae aliitwa Azuba binti wa Shilihi. Akaiendea njia ya Asa babaye, wala hakuiacha, kwa sababu Asa alikuwa ni mcha Mungu. Ni pale mwishoni tu alipokuwa amekosea kuto kumtafuta Mungu katika ugonjwa wake. Lakini maisha yake karibu yote ya Asa yalikuwa ni mazuri. Kwa hiyo akaiendea njia ya Asa babaye ambaye ni mcha Mungu, wala hakuiacha.
akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Lakini mahali pa juu hapakuondolewa. Hili lilikuwa ni kosa kubwa la wafalme wengi ambao hawakufaulu. Ni wachache sana kama vile Hezekia na Yosia, wafalme wa Yuda. Lakini wengine hao walifanya matendo mema sawa, kulikuwepo na wengine waliojitahidi. Lakini kosa kubwa la kutokupaondoa mahali pa juu pa kuabudu Mungu Ashera. Miungu ile ya Ashera iliabudiwa hapo mahali pa juu, paliwekwa miungu ya Ashera na miungu ya Baali. Na taifa zima liliweza kuathirika kwa sababu ya hiki. Na ndipo tunapata neno linasema kwamba wala mioyo ya watu bado haijakazwa kwa Mungu wa baba zao. Mioyo ya watu haikuwa imekazwa kwa Mungu wa baba yao. Siku ya leo tunajifunza namna gani tukaze mioyo yetu kwa Bwana, na faida zilizomo ndani ya kukaza mioyo yetu kwa Bwana. Hii italeta maana ya kumpenda Mungu kwa moyo wote, akili zote, nguvu zote, nafsi yako yote, na hata juu ya maisha yako yote, nafsi yako. Yani uweze kumpenda Mungu kwa jinsi hiyo. Kwa hiyo watu hawakukaza mioyo yao kwa Mungu. Mafundisho ndio yanaweza yakakaza moyo wa mtu au maisha ya mtu kwa Mungu. Na kama watu unakuta hali ile ya kuabudu na hali ya kusikiliza mafundisho na kuyaishi unakuta haipo, moja kwa moja unakuta mioyo inakuwa haikazi. Na unakuta ya kwamba unaishi kijuujuu tu. Jambo zito linapokuja unatakiwa utumie kanuni za neno la Mungu, unashindwa. Kwa sababu moyo wako haiendani na hazina ulizonazo. Haiendani na maisha, haiendani na nia ya moyoni, haiendani na tabia zako. Jinsi ambavyo utakavyokuwa unayashika mafundisho, kwa kuwa Biblia inasema kwamba mkamate elimu usimwache aende zake. Huwa na kawaida ya kutoroka. Usipomkamata elimu, usipokuwa unajifunza neno la Mungu, elimu itakutoroka. Lakini uishike, yani uishi, uielewe, ikuelewe, uzame ndani, uwe kwa kina. Halafu hiyo litakuwa ni uzima wako. Hiyo ndiyo itakuwa nguvu yako. Hiyo ndiyo itakuwa mwongozo wako. Hiyo ndiyo itakuwa picha yako, alama yako duniani. Sasa kama mtu unafundishwa halafu huyaishi yale mafundisho, huyatekelezi, utajikuta huna uzima, huna uhai, kwa sababu hujayashika. Biblia imeendelea kusema hapa mambo yote ya Yehoshafati yaliyosalia, ya kwanza na ya mwisho. Angalia, yameandikwa katika tarehe ya Yehu mwana wa Hanani, iliyotiwa katika kitabu cha wafalme wa Israeli. Baada ya hayo, Yehoshafati mfalme wa Yuda akapatana na Ahazia mfalme wa Israeli, naye huyo ndiye aliyefanya mabaya mno. Huyo Ahazia kwa mjomba wake. Alikuwa tu yani ni kama Ahazia huyu, kwa kuwa yani kama ni mtoto wa Ahabu. Kwa kuwa Yehoshafati alikuwa na urafiki na mfalme Ahabu na hata na mtoto wake, akafanya urafiki Yehoshafati. Unajua, hata kama moyo wako umekaza kwa Mungu, lazima tujihadhari na jambo moja siku ya leo ambalo nitalisema, jambo ambalo ni angalizo kubwa katika mafundisho yetu ya siku ya leo, ni kwamba wakati unapojisikia una nguvu, wakati unapopata nguvu,
wakati unapokuwa umefanikiwa, wakati unapokuwa na kibali, wakati unapokuwa na upenyo, wakati ambapo mambo yanakwenda sawasawa, uwe makini usianguke. Uwe makini kupuuzia vitu ambavyo ni vya msingi, vitu ambavyo vingekufanya uendeleze kiroho, utunze maisha yako, utembee na Mungu, utembee na vipawa vya Mungu. Hivyo uwe makini sana na jinsi ambavyo unavyohusiana na marafiki zako, unavyohusiana na watu wanaokuzunguka. Kuna vitu ambavyo vitakuathiri na lazima uweze kuwa makini. Wakati ambapo umefanikiwa, ujihadhari sana penyezo za imani potofu zisipenye mpaka kwenye moyo wako. Kama ni urafiki, uwe ni urafiki wa kawaida, lakini Mungu aliye hai ndiye awe rafiki wa kweli na umshike, ushirikiane naye. Sasa kinachomwathiri Yehoshafati hapa, anafanya urafiki na wafalme wenye dhambi, waovu kama Ahabu na watoto wa Ahabu ambao ni kama akina Ahazia. Sasa hii ni shida kubwa, mpaka wanaoleana, mpaka unakuta roho ya Yezebeli inahama kutoka upande ule wa kaskazini inahamia upande wa kusini. Haya ni mapatano ambayo yalikuwa yamekataliwa kabisa. Usipatane na uovu, usifanye maovu, usipatane katika mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yamekatazwa, hata kuoleana, mapatano ya kindoa yalikuwa yamekatazwa. Sasa Yehoshafati hakuwa makini, lakini ilitakiwa watu wakazwe kwa Mungu na yeye ajikaze kwa Mungu zaidi. Kwa tutaangalia mikazo ambayo ni ya msingi, japokuwa huyu ana mambo mema mengi aliyoyafanya. Kwa hiyo hayo ndiyo aliyoyafanya mabaya mno huyo mfalme Ahazia. Akapatana naye. Kwa hiyo Yehoshafati akapatana naye kufanya merikebu za kuendea Tarashishi, za kuendea Uhispania, kuvuka ile bahari ya kati. Wakajiunga katika mambo ya biashara na yule kijana wa Ahabu ambaye mama yake alikuwa ni Yezebeli. Akazifanya merikebu zile huko Esioni Geberi. Ndipo Eliezeri mwana wa Dodavahu wa Maresha akatoa unabii juu ya Yehoshafati, akasema, kwa sababu umepatana na Ahazia, Bwana amezivunja kazi zako. Patana na Ahazia, amezivunja kazi zako. Tunaposema kuvunja, maana yake ni kuharibu kabisa. Amevunja, zimekuwa takataka, hazifai, haziko imara tena. Zikavunjika merikebu zile, akavunja biashara zao, merikebu zikaingia katika uharibifu. Unajua hata vitu tulivyo navyo, magari na hata vitu mbalimbali ulivyo navyo, hata kama una baskeli, una pikipiki, una vyombo mbalimbali, kuna wakati mwingine uharibifu unasababishwa na kutokukaza moyo wako kwa Mungu. Kutokuwa na mahusiano yaliyoamlika mle ndani, ulioweka wakfu, yani maamuzi ya kujitoa kwa dhati. Inapofika maeneo hayo, unakuta vinavunjika vitu vyako, vinakuwa kwenye uharibifu, zisiweze kufika tena Tarashishi. Kwa hali hii ilikuwa ni mbaya, mbovu. Yehoshafati 21 mstari wa kwanza, Yehoshafati akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze katika mji wa Daudi, akatawala Yehoramu mwanawe mahali pake. Sasa Yehoramu nitafuatia baadaye, lakini tunataka tujifunze siku ya leo habari nzuri za Yehoshafati na namna jinsi gani ya kukaza moyo kwa Mungu, faida zake na umuhimu wake. Lakini unapokuwa hujakaza moyo wako kwa Mungu, hata kama we ni mtu ambaye Bwana anakutumia sana,
na mambo na baraka mbalimbali, utajikuta maovu yanapenya, yanatoka kule kwa waovu, yanakuja naishi kwenye nyumba yako. Wewe mcha Mungu, na wewe mtu ambaye unayemjua Mungu, inatakiwa umwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, na ukaze moyo wako kwa Mungu. Hapo utakuwa salama na uzao wako na maisha yako. Usipenyeze mambo baada ya kuwa umeshashinda, umeshakuwa na baraka mbalimbali, yani una mafanikio. Kaza moyo wako kwa Mungu. Yehoshafati maana yake Yehova ni mwamuzi. Jehovah is the judge. Yehova ni mwamuzi, Yehova ni hakimu. Hii ndio maana ya neno Yehoshafati. Yehoshafati. Sasa Yeho inasimama kwa kifupi badala ya Yehova au Yawe. Shafati, judge kwa lugha ya Kiebrania. Kwa hiyo ana jina zuri kwamba Mungu ni mwamuzi wangu. Mungu ndiye hakimu wangu. Mungu ndiye anayestahili kuniangalia na kunirekebisha. Yeye ndiye mwamuzi wa maisha yangu. Yeye ndiye anayeweza kuyaamulia maisha yangu. Nimemwekea tegemeo yeye, alafu yeye ndiye mwamuzi. Maisha yangu hawezi kuyadondosha. Maisha yangu atayashika. Maisha yangu atayategemeza. Yeye ndiye mwamuzi wa maisha yangu. Lakini nategemea mimi nina imani vipi na huyu Mungu, na nimejikaza vipi na yeye, nimejiunganisha vipi na yeye. Kwa hiyo vitu hivi ni vya msingi sana tunapojifunza eneo hili, kwa sababu tunataka nipitie maisha yake ili kusudi upate kuelewa. Mwana wa Asa kwa mama anayeitwa Azuba binti Shilihi. Azuba pia hili lilikuwa ni jina la mke wa kwanza wa Kalebu. Ukisoma Nyakati wa kwanza 2:18, Azuba lilikuwa ni jina la kwanza la mke wa Kalebu. Pia utaweza kuangalia Nyakati wa kwanza 2:18. Lakini nazungumza juu ya maisha ya Yehoshafati ambaye baba yake alikuwa ni mfalme Asa, pamoja na mama yake alikuwa anaitwa Azuba. Alianza kutawala akiwa na miaka 35 kama tulivyosoma. Akatawala miaka 25. Akafariki akiwa na umri wa miaka 60. Mfalme wa 4, ufalme wa kusini. Katika ufalme ule wa kusini, wanawe wa kiume ni Yehoram, Azaria, Yehieli, Zekaria, Azaliahu, Mikaeli na Shefatia. Hao walikuwa ni wanawe wa kiume. Sifa zake, alikuwa ni mcha Mungu, mchaji. Ingawa kuna udhaifu wa kuungana au kushirikiana na wasio mcha Mungu. Mtu unakuwa ni mcha Mungu lakini unajitosa moja kwa moja kwenye ulimwengu wa waovu. Hiyo ni shida. Tutakuja tuone muhtasari wa maisha yake unafananishwa na Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Tutakuja tusome baadaye. Sasa alikuwa muombaji mkuu na mwenye imani kuu kwa Bwana wake wa mapigano na mataifa ya mashariki. Hasa wakati ukisoma Nyakati wa pili 20, ukisoma vizuri Nyakati wa pili 20, unapata mambo muhimu yafuatayo. Katika Nyakati wa pili 20, Nyakati wa pili 20, nataka nikupe dokezo kwamba sura hii nzima ya Nyakati wa pili 20 tumeona inaishia mistari 37, mstari wa kwanza hadi 37. Lakini ukiangalia vizuri hii sura kwenye mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 12, wa 12, utakuta kwamba
unahimizwa kumtafuta Bwana. Seek the Lord. Seek the Lord. Yani kumtafuta Bwana. Lakini mistari inayoendelea pale tungeweza kuisoma kwa sababu tuna mistari leo mingi. Sura nyingi, sura 4 kuzipitia. Lakini nataka nidokeze vitu ambavyo hata kama ukipata muda unaweza kuvisoma. Mistari ile 12 itakuongoza namna ya kumtafuta Bwana. Namna ya kumtafuta Bwana mpaka anapatikana, alafu unajikaza kwake. Lakini mistari inayofuata mistari inayofuata mpaka mstari ule wa 25, namna ya kumsikia Bwana. Hear the Lord. Msikie Bwana. Msikilize Bwana na umsikie, umuelewe, uende pamoja naye, tembea pamoja naye. Si kumtafuta tu Bwana, lakini ukishamtafuta umempata, mtaongea, mtakuwa na mazungumzo. Hata wakati mwingine unapokuwa na ushirika na mtu, lazima mzungumze. Communication means, yani lazima uwe na mawasiliano. Lakini ukitoka kwenye mstari wa 25 mpaka mstari ule wa 28 na hata sasa summary ya mwisho ile mpaka 30, tuseme mpaka 30, msifu Bwana. Praise the Lord. Yani msifu Bwana. Kuna kumtafuta Bwana, kuna kumsikia Bwana, na kuna kumsifu Bwana na kumshukuru Bwana. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba katika mstari ule wa 26 hadi 28 ni kwamba Bwana alisema vita ni ya kwangu. Wewe ni sifu tu. Weka sasa wanakwaya pata mwongozo huu. Na kwa kweli akamsifu Bwana. Na vita iliweza kushinda, yani aliweza kushinda vita kwa kutumia uimbaji, kwa kutumia sifa na kuabudu. Kwa sifa na kuabudu hapa tunaiweka kama silaha. Si jambo tu la kumsifu mradi unamsifu Mungu. Wakati mwingine una shida zaidi, hebu jaribu kutumia kumsifu tu Mungu kuwake, uweza wake, yeye uweza kushuka akatulia katika sifa, na Mungu atazidi kuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo ni sura ya muhimu sana. Nyakati wa pili sura ya 20 tumeona mambo matatu makubwa. Mtafute Bwana, msikie Bwana, msikilize Bwana, umsikie Bwana, mfahamu Bwana. Halafu baada ya hapo msifu Bwana. Msifu Bwana. Sasa nataka nizungumze habari za Yehoshafati, mambo ambayo sifa zake hasa. Alikuwa mchaji, alikuwa muombaji mkuu, alikuwa ni mwenye imani kuu, alimtumaini Mungu. Na hata jinsi alivyokuwa na sifu, jibu likawa ni kwamba maadui zake waliweza wakaharibiwa kabisa. Vita ilichukuliwa na Bwana mwenyewe, kwa sababu alipomtafuta Bwana, akamsikia Bwana, akamsifu Bwana, akatembea na Bwana. Lakini mambo mema aliyoyafanya huyu, kwa moyo wote alimtafuta na kumfuata Bwana. Kwa moyo wote alimtafuta na kumfuata Bwana kama baba yake, kama tulivyosoma Nyakati wa pili 20:32 hadi 33. Lakini kasoro yake, kulikuwepo na sehemu hakwenda katika ukamilifu pia huyu, kuondoa mahali pa juu. Na kwa sababu hiyo, pamoja na mafundisho aliyokuwa ameagiza yafundishwe nchi nzima, hakuna mtu ambaye alianzisha mafunzo ya nchi nzima, semina elekezi kwa nchi nzima, vyuo vya Biblia kwa nchi nzima, watu wafundishwe Torati. Mtu huyu alikuwa na mpango wa ajabu sana. Alikuwa na mpango wa ajabu kweli kweli. Nikijaribu kumwangalia vizuri, alikuwa na mpango wa kipekee. Pofika kwa Yehoshafati, hakuwa anafanya vitu kiholela holela, lakini programu yake ya kielimu, mpango wa elimu aliyokuwa nao. Kwanza alikuwa na walimu. Ukisoma vizuri sana katika
sura ile ya 17 ya Nyakati wa Pili, hasa mstari wa 7 na hadi wa 9, tutakuja tuusome hapo. Wa 7 hadi wa 9. Wa 7 hadi wa 9, alikuwa na walimu, alikuwa na watu ambao ni wasaidizi kama vile Walawi pamoja na makuhani, na maeneo ambayo ya kufundishwa, na ilikuwa ni kwamba utaratibu na skimu yake au mtaala ambao alioutumia ni kwamba Walawi waingie wafundishe Torati au sheria ya Bwana. Kusudi kubwa ilikuwa ni kwamba watu wote wafundishwe njia ya Bwana, njia ya Bwana. Na matokeo yake iliweza kusaidia sana, njia ya Bwana iliweza kurejewa. Sura ile ya 19, Nyakati wa Pili sura 19 mstari wa 4. Na Yehoshafati akakaa Yerusalemu, akatoka tena kwenda kati ya watu kutoka Belisheba mpaka milima ya Efraimu, akawarudisha kwa Bwana Mungu wa baba zao. Akisimamisha makadhi, akisimamisha mahakimu, akisimamisha katika nchi, katikati ya miji yote yenye maboma ya Yuda, mji kwa mji, wakiambiwa sheria ya Bwana. Watu wote wakamrudia Bwana katika nyakati zake. Sasa unaweza kumkuta mtu huyu ana wivu wa neno la Bwana, mafundisho ya Mungu. Ni kama watu ambavyo mitume wa kwanza wakaijaza Yerusalemu kwa mafundisho ya Yesu Kristo. Wakati huo Yerusalemu ilikuwa na idadi ya watu, takwimu yake ilikuwa na idadi ya watu 200,000, lakini 100,000 walikuwa wameokoka. Ina maana ni nusu kwa nusu, walikuwa wameokoka 100,000 na 200,000 walikuwa ni watu. Sasa kila kwenye ofisi unakuta mmoja ameokoka, mmoja hajaokoka, mmoja ameokoka, mmoja hajaokoka. Shambani, mahali popote, kwenye usafiri wa aina mbalimbali. Kwa hiyo mafundisho yakawa yanasemwa kila sehemu. Matokeo yake nasema, yani mmeijaza Yerusalemu kwa mafundisho yenu. Sasa hapo ndipo ilipokuwa Bwana alipata kushinda, neno likashinda, na lazima tushinde uovu kwa neno la Mungu. Sasa msikilizaji na mtazamaji, tuko kwenye mambo mema aliyoyafanya. Taifa zima lilipangiwa utaratibu wa kupata elimu ya neno la Mungu. Nchi nzima, vyuo vya maneno ya Bwana kwa wakuu wote, wakuu na watu wote, wakapata neno la Mungu. Ikiwa wewe ni kiongozi, ni vizuri uweze kufanya namna ya kupeleka elimu kwa kila sehemu. Semina elekezi, makongamano, washa mbalimbali. Elimu isambae. Iwe ni elimu ya kiroho, elimu ya kawaida, kinazungumza juu ya elimu ya kiroho, ili kwenda na Mungu wetu. Na nchi yetu vizuri ni kwamba nchi yetu watu ndio wanaweza kufuata imani ambavyo, jinsi ambavyo wanavyoamini. Kwa hiyo unaweza, una uhuru wa kuabudu. Nchi zingine hakuna uhuru, lakini tunamshukuru Mungu tunapokuwa na uhuru wa namna hii. Tunasikia neno la Mungu. Watu wote wa dini zote wako huru kusikiliza neno la Bwana. Badi ujue kwamba Mungu wako ni Mungu gani, na alafu wewe utathimini Mungu anayeweza kukuokoa, Mungu anayeweza kukufikisha mbinguni, Mungu anayeweza kukusaidia, Mungu anayeweza kukutia nguvu, akachukua vita kwa ajili yako. Sio wewe ukampigania Mungu, lakini akakupigania yeye Mungu mwenyewe. Haya ni mambo ambayo tunajifunza katika maisha ya Yehoshafati. Mungu alisema vita ni vya kwake, akampigania. Kwa hiyo tunaona kupangwa kwa mfumo na mpango wa haki, na mambo mabaya hakuharibu, na kwa ukamilifu kabisa ibada za sanamu katika nchi nzima hakuharibu. Hilo ndio jambo baya. Lazima uangalie mambo ambayo yanaharibu mioyo ya watu, yanafanya watu wasikaze mioyo yao kwa Bwana. Kama kiongozi,
na alijichanganya na watu waovu. Kwa mfano mfalme Ahabu na mfalme Ahazia. Aliruhusu au alipanga mwanae Yehoram amuoe binti Ahabu na Yezebeli aitwaye Athalia. Hiyo ni shida. Unaingia mapatano paka ya kuoleana. Maana Biblia inasema giza na nuru viko tofauti. Sasa uwezo wachanganya giza na nuru vikae pamoja. Yule hajaamini, hakuwa anaamini miungu ya Kikanani, anaamini miungu ya Baali, anaamini miungu ya Ashera. Sasa wewe una Mungu Yehova, Yawe, Mungu aliye hai, Mungu wa taifa la Israeli, Mungu wa wote wenye mwili. Sasa unaenda unajichanganya, unazama mpaka kwenye uovu, mpaka mnaoleana. Uovu unahama kutoka kule unaingia mpaka Yuda, au unaingia upande ule wa kusini. Hiyo ni shida kubwa. Mambo ya kujifunza. Wakati tunapojisikia tuna nguvu, wakati tunapokuwa tunaona tuna nguvu, tuangalie sana tusije tukaanguka. Mithali 1:10, hebu tuangalie. Kama mtu akikushawishi kwamba uingie kwenye dhambi na una akili zako, usikubali. Mithali 1:10, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Ili ni onyo. Mithali 1:10 sema mwenye dhambi au wenye dhambi wakikushawishi usikubali. Kwa hiyo hakikisha unakaa vizuri. Habari za Yehoshafati zinapatikana katika Wafalme wa Kwanza 15:24, sura ya 22 yote mstari wa kwanza mpaka 50. Lakini Nyakati wa Pili 17 mstari wa kwanza mpaka sura ya 21 mstari wa kwanza. Na pia zinapatikana katika Wafalme wa Pili sura ya 3. Utapata habari za Yehoshafati. Sasa nataka unisikilize kwa makini. Nataka unisikilize kwa makini sana kwenye eneo hili ambalo tumeshapata utangulizi. Tumeshaona jinsi ambavyo Yehoshafati alifanya, lakini nataka niweze kusoma pale habari zake zinaanza tena. Nyakati wa Pili 17. Yehoshafati mwanawe akatawala mahali pake, akajitia nguvu juu ya Israeli. Akajitia nguvu juu ya Israeli. Yani lazima ufike sehemu ujitie nguvu juu ya watu wako, taifa lako, ukoo wako, jamii yako, pate kumuona Mungu. Hata kama inakabiliwa na vita, Yehoshafati akajitia nguvu juu ya Israeli. Dhidi ya Israeli wale waliokuwa wanamsumbua, akajitia nguvu. Kuna maadui wanafuatilia jamii yako, kuna maadui wanafuatilia familia yako, wanafuatilia miradi yako, wanafuatilia nyumba yako, wanafuatilia huduma yako, wanafuatilia utumishi wako. Lazima ujitie nguvu juu ya wote ambao ni maadui. Huyu akajitia nguvu juu ya Israeli. Akaweka jeshi katika miji yote yenye maboma ya Yuda. Akatia na askari walinzi katika nchi ya Yuda. Na katika miji ya Efraimu aliyoitwa Asa babaye. Naye Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati, kwa kuwa alikwenda katika njia za kwanza za Daudi babaye, asiyafuate mabaali, lakini alimtafuta Mungu wa baba yake, akaenda katika amri zake, wala si katika matendo ya Israeli. Yani sio matendo yale ya Israeli. Siku za mwanzo za Yehoshafati zilikuwa nzuri. Hakufuata matendo ya Israeli kaskazini.
Kwa hiyo Bwana akauthibitisha ufalme mikononi mwake. Yehoshafati akaletewa zawadi na Yuda wote. Yani unapofanya vizuri kama kiongozi, utapata zawadi kutoka kwa Bwana, na mioyo ya watu itaguswa na uongozi wako. Kwa hiyo Yehoshafati anapata zawadi kutoka kwa watu wake wa Yuda. Basi akawa na mali na heshima tele, ukainuliwa moyo wake katika njia za Bwana, na zaidi ya hayo akapaondoa mahali pa juu na maashera katika Yuda. Na tena katika mwaka wa 3 wa kutawala kwake akawatuma wakuu wake, yani Beni-Haili na Obadia na Zekaria na Nethaneli na Mikaya, ili kufundisha mijini mwa Yuda, na pamoja nao Walawi, yani Shemaya na Nathania na Zebadia na Asaheli na Shemiramothi na Yehonathani na Adonia na Tobia na Tobu Adonia, Walawi, pamoja na Elishama na Yehoramu makuhani. Wakafundisha katika Yuda wenye kitabu cha Torati ya Bwana. Wakazunguka katika miji yote ya Yuda, wakafundisha kati ya watu. Hofu ya Bwana ikawaangukia falme za nchi zote zilizozunguka Yuda, wasipigane vita na Yehoshafati. Na baadhi ya Wafilisti walimletea Yehoshafati zawadi na fedha za kodi, na Waarabu nao wakamletea makundi, kondoo waume 7,700 na mabeberu 7,700. Wakuu wake Yehoshafati, ukuu wake Yehoshafati ukazidi sana. Akajenga katika Yuda ngome na miji ya hazina, naye alikuwa na kazi nyingi katika miji ya Yuda, na watu wa vita na watu mashujaa humo Yerusalemu. Hivi ndivyo walivyohesabiwa kwa mbari ya baba zao, na Yuda na makadhi 1000 na kadhalika. Inaendelea hapo paka sura ile ya 17 mwishoni. Sura ya 18, basi Yehoshafati alikuwa na mali na heshima tele, tena akafanya ujamaa na Ahabu. Sura ya 18, baada ya Yehoshafati kuwa na nguvu na ameanza vizuri, ameondoa mahali pa juu, amefanya kazi, amejiunganisha na Bwana, amekaza moyo wake kwa Bwana kweli kweli, ameziendea njia za baba yake Daudi pamoja na baba yake ambaye ni Asa. Amefanya vizuri, lakini wakati mafanikio yanaendelea, wakati anapata zawadi kutoka katika nchi mbalimbali, wakati mali na heshima yake imekuwa kubwa, wakati nchi mbalimbali zinazozunguka zinaogopa hata kufanya vita naye, maana utisho ni mkubwa sana, lakini akajisahau kuendeleza mwendo wa maisha yake ya kiroho, maisha ya kumcha Bwana, maisha ya kuendelea kuhusiana na Mungu, maisha ya kujikaza katika neno la Bwana, maisha ya kujikaza na maombi na imani kuu katika Bwana. Yani akaanza kupuuzia pole pole, lakini bado ana nguvu za kumlia Bwana kwa sababu aliamua kumtumikia Mungu. Tatizo kubwa, akafanya urafiki. Sura ya 18, akafanya urafiki na Ahabu, akafanya ujamaa na Ahabu. Biblia ndivyo inavyosema. Biblia inasema akafanya ujamaa na Ahabu. Yani hii ni shida. Anasema now Jehoshaphat begins making some serious mistakes. Some serious mistakes.
yani kufanya ushirika na mtu ambaye ni mwovu. Tatizo la Ahabu, akaoa mpagani, paganism. Yani huyo Yezebeli, mtoto wa mfalme wa Sidoni, ambaye hajaokoka, ni mpagani, Mkanani, mwenye kuabudu miungu, akaoa, akamleta katika ndoa ile. Halafu huyu tena Yehoshafati anafanya urafiki mpaka wakuweza kuoleana watoto wao. Hii ni shida kubwa imeingia kwa Yehoshafati. Utakapokuwa umekuwa na mali, utakapokuwa umekuwa na heshima, utakapokuwa umepata nguvu, kumbuka, usijisahau. Usijisahau mwana wa Mungu, usijisahau. Yani ukatekwa na dhambi, ukafanya urafiki na uovu. Asema basi Yehoshafati, Biblia nyingine inasema katika toleo la neno inasema basi Yehoshafati alikuwa na mali nyingi sana na heshima, naye akafanya urafiki, yani ujamaa ni urafiki na Ahabu kwa mwanae, kumuoa binti wa Ahabu. Baada ya miaka kadhaa akashuka kumtembelea Ahabu huko Samaria. Ahabu akamchinjia ng'ombe na kondoo wengi kwa ajili yake na watu waliokuwa wanafuatana nao. Kisha Ahabu akamshawishi Yehoshafati kukwea pamoja naye ili kushambulia Ramoth Gilead. Ahabu mfalme wa Israeli akamuuliza Yehoshafati mfalme, je, utakwenda pamoja nami kupigana dhidi ya Ramoth Gilead? Yehoshafati akamjibu mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe, watu wangu ni kama watu wako, farasi wangu ni kama farasi wako, tutakuwa pamoja nawe vitani. Hiyo shida. Mstari wa 3 katika Biblia ya toleo la neno, lakini utaona yanazungumzwa hapa sura ya 18, Nyakati wa Pili sura ya 18. Ubovu umeingia. Hata kama ungechinjiwa kondoo, ukachinjiwa na ng'ombe tele, yani zawadi ya chakula, okay, it is okay, lakini usiweze kubwaga mambo ya kiroho kwa sababu ya chakula. Usiharibu kazi ya Bwana kwa sababu ya ukarimu wa kawaida. Yani usiweze kujiondoa katika misingi ya kiroho na ya kiutumishi halafu kwa sababu ya zawadi na urafiki na waovu. Kwa hiyo hii ikawa ni shida. Ahabu mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati mfalme wa Yuda, je, utakwenda nami mpaka Ramoth Gilead? Akamjibu, mimi ni kama wewe na watu wangu ni kama watu wako, na nasi tutakwenda pamoja nawe vitani. Hiyo ni shida. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Unamuuliza muovu akuulizie mambo ya Bwana, direction yako katika maisha yako. Yani mtu muovu ndiye akuulizie habari za Bwana. Yani ushirika wako na Mungu umeenda wapi? Ushirika hauzungumzi, mahusiano hayazungumzi. Hiyo ni shida. Hilo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo nilipenda sana siku ya leo ufahamu umuhimu wa kukaza moyo wako kwa Bwana. Umuhimu ni kwamba Bwana atakuwa pamoja nawe, Bwana atakushindia. Lakini unapomwacha Bwana na kuanza na urafiki na watu wengine, unaanza urafiki na wapagani. Okay, wapagani unaweza ukasalimiana nao, lakini sio urafiki wa ndani, mahusiano ya ndani. Yeye anaabudu miungu mingine, wewe unaabudu Mungu mwingine. Tukifuata sura ya 17 na ya 18, maisha ya Yehoshafati yameelezwa. Ukisoma vizuri sasa sura ya 17, Nyakati wa Pili 17 hadi 18. Sasa hatuwezi kupitia mstari kwa mstari, lakini nataka nikupe tu sasa muhtasari wa maisha ya Yehoshafati.
tunaingia Zaburi ya kwanza, sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 3. Hapa ndio tunajifunza kwamba tafsiri ya maisha ya Yehoshafati kwa siku za mwanzo na tahadhari mbalimbali ziko katika Zaburi ya kwanza, sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 3. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Ni baraka sana mtu yule asiyekwenda, asiyetembea, asiyeishi, asiyefanya tabia ya ushauri wa wasio haki. Ni dhambi akikushawishi, mwanangu, usikubali. Ona Yehoshafati anakubali ushawishi wa Ahabu. Hii ni shida kubwa. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Mizaha ni dhambi. Kusimama katika njia ya wakosaji, umesimama, yani misingi yako umeiweka ya maisha katika njia ya wakosaji. Hilo ni kosa. Haitakuwa baraka hata kidogo, na hutafanikiwa wala kustawi. Unaweza ukafanikiwa siku za mwanzo wakati umejiepusha na shauri la wasio haki, umejiepusha na njia za wakosaji, umejiepusha na wenye mizaha, wasengenyaji, mabaraza ambayo yanakuwa ni kuelezea maisha ya watu tu na kuyabadilisha na kuzua vitu. Bali sheria ya Bwana ndiyo inayompendeza huyo mtu. Sheria ya Bwana ikimpendeza huyo mtu, sheria ya Bwana akitafakari mchana na usiku, naye atakuwa kama, mstari wa 3, atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, majira ya aina yake. Yani matunda yake kwa majira, yanazaliwa kwa majira, yanatokea kwa majira ya aina yake. Kwa hiyo majira yawe ni majira ya kiangazi, yawe majira ya kipupwe, majira ambayo ni avuli, majira ya aina yake. Wakati vitu vingine vinapungua mahali, wewe ndio unastawi. Wakati watu ndio wanalalamika, wewe ndio umesimama na Bwana na kupokea baraka. Wala jani lake halinyauki, wala kila alitendalo litafanikiwa. Sasa huyu Yehoshafati, kwa kifupi, maisha yake ili yajikaze kwa Mungu, alitakiwa alitafakari neno la Mungu usiku na mchana, mafundisho ya Bwana usiku na mchana, Torati usiku na mchana, na kumcha Mungu na kujiepusha na njia za waovu, na kutokusimama barazani au njia, kutokuketi barazani kwenye mizaha, na kutokusimama na kutokuenenda katika njia ya wakosaji. Ilikuwa ni shida kubwa. Mtazamaji, jifunze hapo. Funze kabisa hapo. Ukisoma vizuri, Yehoshafati kwa ajili ya kutimiza hii Zaburi 1 mstari wa 1 hadi wa 3, Jehoshaphat walked in right counsel. Ukimwangalia jinsi alivyoitimiza hii Zaburi, tukiangalia Nyakati wa Pili 17,
mstari wa 3. Tulinganishe tu. Ndio maana samare au muhtasari wa maisha ya Yehoshafati kwa namna nyingine ni Zaburi 1 mstari wa 1 hadi ule wa 3. Biblia inasema mstari wa 3 ya kwamba ikawa usiku huo huo. Nyakati wa pili, samahani, nisoma Nyakati wa kwanza. Nyakati wa pili sura ya 17 mstari wa 3. Biblia inasema ya kwamba naye Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati kwa kuwa alikwenda katika njia za Bwana, njia za kwanza za Daudi babaye, asiyafuate Mabaali. Mstari wa 6. Kwa hiyo mstari wa 6 tunaona kanuni tena inatimia pale. Mstari wa 6 anasema ukainuliwa moyo wake katika njia za Bwana, na zaidi ya hayo akapaondoa mahali pa juu na maashera katika Yuda. Kwa tunaona njia za waovu aliziepuka mwanzoni. Lakini mstari ule wa 17, sura ya 17 mstari wa 7 hadi wa 9, utaona ya kwamba hapo alipendezwa na njia za Bwana, mstari wa 6. Lakini mstari wa 7 hadi wa 9 maana yake yakatokea matunda katika huduma yake, akaweza kueneza neno la Mungu kwa watu wake wote. Na utaona Zaburi ya 112 kwamba hofu ya Mungu ikashuka kwa watu wote. Watu wote wakarudi kwa Bwana. Ni sawa na Zaburi 112. Zaburi ya 112 inasema juu ya hofu. Haleluya. Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake muna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Nuru huwazukia wenye adili gizani. Anafadhili na huruma na haki. Heri atendaye fadhili na kukopesha na kuendelea. Sura nzima hiyo utaiona kama unamcha Bwana. Kuna matokeo makubwa sana katika maisha hayo. Yehoshafati akaweza kuoa mwanamke. Yehoshafati aliweza kuoa, aliweza kuingia, akaweza kufanya ushirika na watu wengine waliooa mwanamke ambaye ni mwovu, Ahabu. Hiyo ni tatizo kubwa, kutokuzingatia mambo ambayo ni njia za wakosaji. Kama ni kusalimia unasalimiana, lakini uwezi ukajenga imani yako kwenye imani ya uovu. Kamwe usifanye hivyo. Lakini tunamuona pia Yehoshafati kwa namna ya pekee aliweza kumrudia Bwana. Sura ya 19, sura 17, 18 tunaona tayari 18 ameshaingia kwenye tatizo, lakini sura ya 19 akajirudi. Jehoshaphat returned home safely only because God gracious to him and protected him in the battle. Sasa yani hapa kwa neema ya Mungu, Mungu akamrejesha na yeye akajirudirudi kwa Bwana. Akawa amejirudirudi kwa Bwana, japokuwa alikuwa amejaribiwa kweli kweli hapo. Alikuwa amejaribiwa. Yesu alijaribiwa, Mathayo sura ya 4 mstari wa 5 hadi wa 7. Mstari wa 5 hadi wa 7, geuza mawe yawe mkate. Akajaribiwa kwa habari ya chakula na mwili kwa habari ya chakula. Mtu ataishi kwa mkate tu, sipokuwa kwa neno lilotoka katika kinywa cha Bwana. Lakini Yehoshafati alijaribiwa kwenye chakula, wakamchinjia ng'ombe, wakamchinjia kondoo, yani wakamkarimu kweli kweli. Lile likawa ni jaribu la kupoteza sura ya kimungu ndani yake, kupoteza mkazo wa Bwana. Mshale ukalegea, yani kama ni msumari uliokuwa umekazwa, yani msumari wa neno la Bwana ulikuwa umekaza, ule msumari ukaanza kulegea kwa sababu ya mambo ya chakula. Utaweza kusoma Yesu jinsi alivyoshinda
Mathayo 4 mstari wa 5 hadi mstari wa 7, alishinda jaribu la chakula, lakini ndugu yetu Yehoshafati hakuweza kushinda hili. Kwa hiyo hii ilikuwa ni shida kubwa ambayo ilitokea. Na kama mchungaji mwema ni lazima uhakikishe unachunga taifa lako, unachunga kanisa, unachunga katika uongozi na miradi mbalimbali. Ezekieli 34 lazima uisome vizuri mstari wa 1 hadi wa 10. Uhakikishe unapeleka neno la Mungu kwa watu wako, unapeleka msaada wa kiroho na wa kimwili, yani kwa namna jinsi ambavyo msaada unavyohitajika, hata wa ushauri mbalimbali. Lakini usitekwe na maovu, usitekwe na maovu. Hebu tusome Zaburi 130 mstari ule wa 4, na hapo mimi nitakuwa namalizia sasa habari za Yehoshafati. Lengo kubwa, hakikisha unakaza moyo wako kwa Mungu. Vitu hivi vyote vinapita, mali, vyakula vinapita, lakini usijiondoe kwa Bwana. Zaburi 130 mstari wa 4 nitamalizia hapo siku ya leo, alafu tutaendelea na kipindi kingine, tutaendelea kuona. Biblia inasema katika 30 mstari ule wa 4, nitasoma mstari wa 4 lakini nitarudi nyuma kidogo. Lakini kwako kuna msamaha ili uogopwe. Kwa Mungu uko msamaha, kwa Mungu kuna kurejea ili uogopwe. Biblia inasema mstari wa 1, Bwana, toka vilindini nimekulilia. Bwana, uisikie sauti yangu, masikio yako na yaisikilize sauti ya dua yangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, nani angelisimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe, ili wewe wakuche. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo mwandishi huyu mpaka mstari wa 5 anasema, nimekungoja Bwana, roho yangu imekungoja, na neno lako nimelitumainia. Kwa hiyo manake anahitaji msaada, anahitaji kusamehewa. Siku ya leo kama umejichanganya, umefika sehemu umeshawishika na waovu, ni vyema uweze kuomba msamaha. Kwa Bwana kuna msamaha, kwa Bwana kuna kurejea. Tunamuona huyu ndugu alijichanganya, lakini aliporudi kwa Bwana vita vyote vikawa ni vya Bwana katika sura ile ya 20, na akashinda kwa kumsifu Mungu na kumwabudu. Lakini alikuwa tayari ameshajiingiza kwenye mapatano mabaya, na likawa ni tatizo kubwa kwa sababu kumeshaingia ni maagano ya kindoa. Kwake Bwana kuna msamaha, kwake Bwana kuna kurejea. Tubu dhambi zako, tubu mahusiano yako na watu wengine, tubu kabisa kulingana na maisha haya. Bwana ndiye hakimu wako, Bwana ndiye awezaye kukuamulia, anayeweza kukusaidia katika maisha yako ya kiroho, ya kimwili, ya kiutumishi na ya kihuduma. Basi hebu twende tuombe, unifuatishe sala ya toba hii. Baba Mungu, sema: Baba Mungu uliye hai, muda huu nimesikia neno lako kupitia mtumishi wako Wajifunze Biblia, lakini tukao tunaangalia maisha ya Yehoshafati, hasa umuhimu wa kukaza mioyo yetu kwako. Haitakiwi kulegea katika mioyo yetu. Maana tunapolegea katika mioyo yetu, maovu mengi yanajipenyeza, giza linajipenyeza, uharibifu unajipenyeza, kuvunjika kwa merikebu na biashara zetu zinavunjika. Hebu sema: Baba uliye hai, nakuja mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu zote ninazozikumbuka na nisizozikumbuka katika mahusiano yangu na watu, habari ya chakula, nikaacha kazi yako, nikaacha utakatifu, nikaacha kukucha wewe, nikaacha kujikaza kwako. Naomba unisamehe, niishi pamoja nawe na kunibariki na kuniwezesha katika Yesu Kristo, amen. Baba mtakatifu, tumishi wako huyu ambaye amekuwa akiacha muda wake na kusikiliza kipindi hiki, naomba umbariki na kumuinua, umwezeshe katika maisha yake, mpe kusonga mbele
Mpe Mungu wa Israeli kufahamu Zaburi 1 mstari wa 1 hadi wa 3 vizuri, jinsi ya kujiepuka na njia mbovu za waovu, kutokukaa barazani pa wenye mizaa, kutokwenda katika njia za wakosaji katika jina la Yesu Kristo, na kutokusimama katika njia za uovu, na hata kutokutafakari maovu katika maisha yake, lakini atafakari neno lako. Mungu ukaweze kumstawisha, kila analolitenda likafanikiwe. Bariki watoto wake, bariki maisha yake, bariki mipango yake, bariki hata huduma yake, kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi, amen.